msongamano wa malori Dar es Salaam. Ni kweli serikali inatekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya mzunguko Dar es Salaam. Lengo ni kupunguza huu msongamano, lakini pia hii bandari kavu itatuwezesha malori mengi yanayokuja Dar es Salaam kuja kuchukulia mizigo hapa Kwala badala ya kwenda Dar es Salaam. Sasa tutakapokuwa full operation hapa Kwala, mtaona matokeo hayo makubwa yakijitokeza. Na wakati huo ukifika, maana yake serikali itaelekeza kama ambavyo leo semi trailer huwezi kuiona posta, inakwenda posta kwa sababu tumeweka utaratibu ambapo haziingii kule katikati ya mji. Sasa serikali inajenga barabara za mzunguko ili malori yanayokwenda bandarini yapite kwenye njia ya mzunguko, na yale ambayo yanaweza kuchukua mizigo yake hapa Kwala yachukue kutoka hapa Kwala badala ya kuja Dar es Salaam na kuleta msongamano ndani ya jiji. Sasa ndugu zangu, ni kweli kama malori yalikuwa yanasafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam, na sasa mizigo itakuja mpaka hapa, manake malori yatachukua mizigo kutoka hapa kwenda maeneo mengine. Iko mizigo ambayo itasafirishwa kwa reli, iko mizigo ambayo itasafirishwa kwa malori. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, kupanga ni kuchagua. Duniani kote usafiri ambao ni gharama nafuu wa kwanza ni wa maji. Kwa maeneo ya nchi kavu, usafiri wa gharama nafuu kuliko usafiri wowote ni wa reli. Sasa kama nchi ni lazima tuchague. Tunataka tuendelee kusafirisha mizigo yetu kwa gharama, ndio hilo litakuja swali la ndugu yangu hapa kwamba gharama za mizigo ziko, gharama za bidhaa ziko juu kwa sababu mnasafirisha kwa gharama za juu. Lakini tukiweza kusafirisha mizigo yetu kwa reli, maana yake gharama za bidhaa kwa Watanzania zitapungua. Muhimu ni kwamba tunatambua kuna ajira ziko kwenye malori. Kwanza waelekee maeneo ambayo reli haijaenda. Lakini pale ambapo nchi itakuwa imepata solution, imepata suluhisho la kupata usafiri nafuu, hatuwezi tukasema tunaacha kujenga reli kwa sababu kuna watu watapoteza ajira kwenye malori. Sasa hiyo haiwezekani. Ni lazima tuwapatie Watanzania suluhisho nafuu la usafirishaji wa mizigo ili gharama za huduma na bidhaa zipungue. Leo hii sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya mwisho. Tunaanza kusafirisha mizigo kwenye reli yetu ya SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, na vipande vingine vitakapokamilika tutakwenda kwenye maeneo mengine. Maana yake ni kwamba gharama za usafirishaji wa mizigo kati ya Dar es Salaam na Dodoma zitapungua. Gharama zikipungua na bidhaa za wananchi zitapungua. Hasa tujiadjust sasa. Kama ulikuwa unatembeza kama ambavyo wenzetu wa mabasi wamefanya, baada ya SGR kuanza inasafirisha watu zaidi ya 3,000 kwa siku kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Mabasi sasa hivi yametafuta njia nyingine na wanaendelea kufanya kazi. Madhara yatakuwepo, lazima yatakuwepo, lakini hatuwezi kuacha pia. Tukamwambia sasa, jamani, acheni kusafiria SGR, muende mkapande mabasi kwa sababu watu wanapata hasara. Haiwezekani. Hiyo ni solution ya rahisi zaidi na ni muhimu tuitumie. Sawa, kwenye hili la malori kwanza ndio hii ya bandari kavu tunayoianzisha, kusema kweli sehemu kubwa ni kupunguza huo msongamano wa malori Dar es Salaam. Kwa sababu hata wao wenye malori wenyewe hawapendi ule msongamano. Unawapa shida, unawapa changamoto. Kwa sababu wanatumia siku nyingi kuchukua mzigo wakati angeweza kufika kwenye bandari akachukua na kuondoka. Kwa hiyo hii bandari ya Kwala, bandari kavu ya Kwala, lengo mojawapo ni hilo, kwamba sasa mizigo ya malori wafanyabiashara waje waichukulie hapa Kwala. Lakini jingine ndio lile nililosema, tunaendelea kutekeleza mradi wa barabara ya mzunguko Dar es Salaam. Lengo ni kwamba sasa malori kwenye zile njia ambako yanapita yanaleta kero, yatatumia njia ya mzunguko kwenda nje ya Dar es Salaam. Yatatupunguzia msongamano. Sasa haya yanayopaki kwenye makazi ya watu, hilo ni jukumu la serikali mkoa wa Dar es Salaam, nimelichukua, nitamfikishia mkuu wa mkoa Chalamila, waone yale ambayo yameziba mitaa yetu na kuwa kero. Kwanza ni uchafuzi wa mazingira, lakini pili analeta usumbufu kwa wananchi. Na ziko sheria za mipango miji ambazo zinazuia uwepo wa malori sehemu zisizohusika. Kwa hiyo hilo nalichukua, nitakwenda kulifikisha kunakohitajika. Uwezo wa bandari yetu ya Dar es Salaam, nadhani nimesema mwanzoni, kwa upande wa makontena ni makontena zaidi ya milioni 1 kwa mwaka. Na hapa ni makontena 300,000 ambayo tunaweza kuhudumia hapa. Lakini upanuzi tunaoufanya tunaweza kuhudumia makontena zaidi ya 300,000. Kwa sababu kinachohitajika ni kutengeneza maeneo kama haya na kufikisha miundombinu kama hiyo ya reli. Kwa kadiri tunapoendelea kupanua hili eneo, tutakuwa na eneo kubwa zaidi ambalo litawezesha makontena mengi kufikishwa hapa na kufanya kazi. Bandari zingine zinaendelea kufanya kazi vizuri. Wote mmeona Mheshimiwa Rais alitembelea bandari ya Tanga wiki iliyopita. Kazi inafanyika vizuri, uwezo wake wa kufanya kazi umeongezeka zaidi ya mara 2.
inaendelea kutoa huduma kwa maana ya mizigo ya makontena, mizigo ya sio mnahitaji isiyo ya makontena, labda niseme hivyo, mizigo ya general cargo ya kawaida ile. Magari, mafuta, yote tunafanya kwenye bandari yetu ya Tanga, lakini kadhalika bandari yetu ya Mtwara na bandari zingine zinaendelea kufanya kazi. Kazi za uboreshaji wa bandari zetu zinaendelea. Ni uwekezaji mkubwa, utakwenda hatua kwa hatua kwa sababu mahitaji ni makubwa. Bandari yetu kwa mfano ya Mtwara tumeilenga mahususi kimkakati kwa ajili ya kuhudumia ukanda wetu wa kusini, lakini pia nchi za kusini, Msumbiji, Malawi. Msumbiji upande ule mwingine ule ambao haupakani na bandari, ambako pia wameonyesha nia. Na serikali iko katika mazungumzo na wawekezaji. Lengo letu pia ni kujenga reli ya kutoka Mtwara kuunganisha mpaka Mbamba Bay. Lengo ni kwamba mzigo ukitoka huko unakotoka, ukifika bandari ya Mtwara usafirishwe pale kwa treni kwenda bandari ya Mbamba Bay. Ukitoka pale utakwenda Malawi, utakwenda Msumbiji, utakwenda Zambia na maeneo mengine ambako tunaweza kusafirisha kwa urahisi.